Tumsifu Yesu Kristo, mtazamaji mpendwa wa Mfilipi Media, injili kwa wote. Wiki hii katekista namba 1 wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mwasham Juda Thaddeus Ruwa'ichi OFM Cup amehudhuria mkutano wa makatekista Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, mkutano ambao ulifanyika katika ukumbi wa Don Bosco Youth Center pale Upanga jijini Dar es Salaam. Katika mkutano huo, Baba Askofu Mkuu amezungumza mambo mbalimbali yatokanayo na mkutano huo wa makatekista, na miongoni mwa mambo hayo, jambo la kwanza akiwa amewapongeza sana makatekista kwa kazi nzuri ambazo wamezifanya na kufurahishwa na namna utendaji wao wanaofanya na vile ambavyo wameweza kuhudhuria katika mkutano huo kwa wingi na kusikilizana vema kabisa. Lakini pia katika mkutano huo, Mwashamba Baba Askofu Mkuu amemteua Padre Raymond Mbaula kuwa mkurugenzi wa katekesi Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, akichukua nafasi ya Padre James Mweyunge ambaye amepunguziwa majukumu kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo za kiafya. Lakini pia Mwashamba Baba Askofu Mkuu amewaomba makatekista wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam kuelewa kwamba Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam ni jimbo kubwa, na kwa kweli hawajamuona katika vikao vyao kwa nyakati kwa muda mrefu, na hii ni kutokana na majukumu mengi yaliko ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, hususan katika nyakati hizi ambazo yeye pamoja na msaidizi wake pekee ndio wanaofanya shughuli nyingi ambazo zimejaa, na ukilinganisha kwamba jimbo hili kuu la Dar es Salaam lina parokia nyingi na kazi ni nyingi. Kwa hiyo Baba Askofu Mkuu amewaomba makatekista kuendelea kumwomba Mungu ili ombi lake lile aliloliomba la kupatiwa askofu msaidizi wa pili liweze kutekelezeka mapema, na ili apatikane na kuweza kusaidia majukumu mbalimbali ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Mwashamba Baba Askofu Mkuu Thaddeus Ruwa'ichi pia amewapongeza na kuwashukuru makatekista kwa kujituma na kuwajibika kwao katika kufundisha katekesi mashuleni, lakini pia makanisani au maparokiani. Kuhusu changamoto mbalimbali ambazo wanazipitia, Mwashamba Baba Askofu Mkuu anasema anatambua changamoto ambazo zipo ambazo wanazipitia makatekista, lakini hakuacha kuwapongeza viongozi wa makatekista wakiongozwa na mwenyekiti wa mkutano wa siku hiyo ambaye ni katekista wa parokia ya Yombodovia ambaye aliongoza vizuri kabisa kikao hicho, na Baba Askofu Mkuu akampongeza vema kabisa kwa kuongoza kikao hicho. Jambo lingine ambalo Mwashamba Baba Askofu Mkuu amelizungumza katika kikao hicho na kukazia kabisa na kupiga marufuku, Mwashamba Baba Askofu Mkuu amepiga marufuku kwa parokia zenye makatekista wanaovaa kanzu zinazofanana na mafrateli au mapadri, na kuwataka makatekista wavae kanzu zao rasmi ambazo zimewekwa kwa ajili ya utume wao. Kuhusu bima ya afya, usafiri, mikataba ya makatekista, Mwashamba Baba Askofu Mkuu amesema amewahakikishia makatekista kwamba ameyachukua hayo mambo matatu ambayo ni bima ya afya, usafiri, mikataba, na kwamba anaenda kuyafuatilia sehemu husika na kuyafanyia na kuhakikisha kwamba yanafanyiwa kazi na kuona jinsi gani yanaweza yakafanywa utekelezaji wake. Mwashamba Baba Askofu Mkuu pia akazungumzia jambo ama ombi la chuo cha katekesi ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ambapo amesema kuwa na chuo cha katekesi ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam ni jambo ambalo liko kwenye kipaumbele chake, na wakati hilo linafanyiwa kazi, jimbo pia limekuwa likiwatuma makatekista katika vyuo mbalimbali kusoma kupitia ofisi ya Askofu Mkuu, na mwaka jana makatekista 13
walipelekwa masomoni, na kati ya hao mmoja wao alikuwa ni mwanafunzi wa 5 kitaifa katika mtihani ambao ulifanyika. Lakini baba askofu mkuu amesema ni azima ya ofisi yake kuzisaidia parokia za pembezoni katika kuwasomesha makatekista. Hivyo akiwataka makatekista wale ambao wanapata fursa ya kusoma kuhakikisha kwamba basi wanakuwa na wanajituma kuhakikisha kwamba wanazisaidia parokia hizo ambazo wanatoka, ili kuhakikisha kwamba katekesi inafundishwa vema na inawanufaisha waamini ambao wako maeneo hayo. Lakini Mwashamba Askofu Mkuu hakuishia hapo. Akapendekeza na kuwaomba makatekista wote kuangalia namna gani wanaweza kufanya vikao vyao kwa mwaka, walau wafanye vikao viwili badala ya kikao kimoja, ili wapate uwanja mpana wa kujadili mambo mbalimbali yanayowahusu wao kama makatekista, na kwamba kwa kufanya hivyo basi watakuwa na uwanja mpana pia wa kujadili mambo mbalimbali ambayo yanawahusu wao binafsi kama makatekista, ili waweze kukaa vema na kujifunza mambo mbalimbali. Katika kikao hicho cha makatekista, mambo mbalimbali yamezungumzwa hususan katika ufundishaji wa katekesi mashuleni, makatekista wakiwasilisha changamoto mbalimbali ambazo wanazipitia huko mashuleni, na changamoto hizo tayari zimewekwa mezani ili ziweze kufanyiwa kazi, hususan katika ufundishaji na katika kuzifikia shule mbalimbali ambazo zina changamoto ya hapa na pale. Mkutano huu wa makatekista Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam umehudhuriwa na makatekista takriban kutoka parokia zote za Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, parokia 161 ambao wamehudhuria, pamoja na parokia teule zile 20 ambao wamehudhuria katika mkutano huu. Na katika mkutano huu pia makatekista wameweka maadhimio mbalimbali na kuhakikisha kwamba wanashirikiana vema katika kazi mbalimbali za kitume maparokiani, na kuhakikisha kwamba kazi za parokia, kazi za jimbo, kazi za utume zinasonga mbele. Mimi ni Filipo Josephat Kizale na hii ni Philip Media, Injili kwa wote. Ukitaka kusikia kile ambacho baba askofu mkuu alikisema na katika mkutano huo, nimekiweka kwenye YouTube channel yetu hii ya Philip Media, Injili kwa wote, ambapo Mwashamba baba askofu mkuu anaonekana akizungumza moja kwa moja na makatekista wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam katika mkutano huo ambao ulikuwa ni wa kipekee na wa aina yake. Lakini mwisho kabisa makatekista wameaswa kujiongeza zaidi na kujisomea zaidi, ili wapate ujuzi zaidi wa kwenda kuwafundisha hao wanaokwenda kuwafundisha watoto mashuleni, ama watoto wa mafundisho kanisani ama parokiani. Katekista hapaswi kubaki tu hivi akisubiria tu kwamba achukue kitabu kimoja tu kile alichozoea kufundishia. Basi katekista amealikwa kwamba basi ajiongeze na wala wakati mwingine kutafuta matilio, ili kuhakikisha kwamba anakuwa katika njia nzuri ya kuwafundisha watoto katekesi iliyo bora na salama. Mwisho wa yote, tunawapongeza sana makatekista Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam kwa kazi nzuri ya utume ambayo Mwashamba baba askofu mkuu pia ameitambua na kuwapongeza zaidi. Na ni kweli mnafanya kazi kubwa ambayo hakika inazaa mapadri, kazi kubwa ambayo inazaa watumishi mbalimbali ndani ya kanisa. Mungu awabariki na niwatakie kila jema katika utume wenu. Mimi ni Filipo Josephat Kizale.